Mtazamaji wa TBC1, karibu sana kwenye kipindi cha Mwanazuoni. Kama ambavyo siku zote tumekuwa tukisema kwamba utafiti ndiyo umekuwa msingi wa kuleta suluhu katika changamoto mbalimbali za kijamii, kiuchumi, kisiasa, lakini pia katika mambo ya utamaduni, uwekezaji na ubunifu. Yote haya yanatokana na utafiti, na utafiti umekuwa nguzo kuu ya kuleta maendeleo. Na mataifa mengi au jamii nyingi ambazo zimeendelea, utafiti ni sehemu muhimu sana, huwezi ukaikwepa. Na ndivyo ambavyo sisi tunaamini katika kipindi cha Mwanazuoni. Na hii leo niko katika chuo kishiriki cha elimu Dar es Salaam DUCE, na hapa tunakuja kuzungumza na wasomi ama watafiti ambao watakuja kutueleza yale ambayo umetuandalia katika kipindi cha Mwanazuoni. Niko na Dr. Almas Mazigo, yeye ni mhadhiri chuo hiki kishiriki cha elimu Dar es Salaam DUCE ambacho kiko chini ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunazungumzia uhusiano wa jamii na vyuo vikuu katika kuhakikisha kwamba wanaleta suluhu ya changamoto mbalimbali kutokana na matatizo ambayo yapo. Tunafahamu vyuo vikuu vina majukumu mengi, miongoni mwao ni kufundisha, kufanya utafiti na kutoa huduma za kitaalamu kwa jamii. Na hapa ndipo leo tunajikita kuangazia uhusiano wa jamii pamoja na vyuo vikuu katika kusuluhisha matatizo au changamoto mbalimbali ambazo zinaikumba jamii. Je, ni kweli kwamba wasomi pekee ndio wenye maarifa katika jamii, ama jamii pia nayo ina mchango katika kuhakikisha kwamba tunaondoa changamoto zinazotukabili? Niko na Dr. Almas Mazigo. Dr. Almas, karibu sana kwenye kipindi cha Mwanazuoni. Asante sana. Bila shaka uko salama. Niko salama. Mambo yanakwenda vizuri. Tuangazie katika hili uhusiano wa jamii pamoja na vyuo vikuu katika kuleta suluhu ya changamoto mbalimbali. Je, ile dhana ya kwamba wasomi pekee, baadhi wanaamini, sio wote, wasomi ndio wenye maarifa pekee ya kuleta suluhu, hili lina ukweli wowote? Tukianzia hapo. Maarifa anaweza akayapata kila mtu, inategemea tuna misingi iliyopo kwenye jamii na jitihada na uwezo alionao wa kuyatafuta maarifa. Kwa hiyo vyuo vikuu ina watu ambao wamejifunza na kufunzwa wakaiva kwa kazi maalum, na kazi hiyo ni kufundisha katika maeneo waliobobea kitaaluma, lakini pia kufanya tafiti. Na kufanya tafiti ni kujifunza zaidi ili kuweza kuyaeleza changamoto ambazo jamii zinapitia, labda hata kupata suluhu ya jinsi wanayofanya. Na eneo la tatu ambalo linafanywa pia na hawa watu waliobobea ni kutoa huduma za kitaalamu katika hayo maeneo ya jamii. Kwa hiyo chuo kikuu na wataalamu wake wanaweza kuifanya hiyo kazi vizuri. Lakini kwenye jamii, watu ambao wamepitia changamoto mbalimbali za kijamii, za kisiasa, wanajua matatizo yao. Tena wanaweza wakawa sio kitaalamu kama wale wa chuo kikuu, lakini pia wanatafiti kujua chanzo ni nini kinachowakabili na pengine suluhu ni nini, na wajikwamweje katika hiyo. Kwa hiyo sio kweli kwamba maarifa yako chuo kikuu pekee, lakini yako kwenye jamii, hasa jamii zetu. Na ukijua jamii za Kiafrika toka zamani zimekuwa na maarifa mengi ambayo yanaweza kuwasaidia. Okay. Kwa hiyo ni muhimu tu kwamba chuo kikuu kishirikiane na wanajamii katika utafiti ili kujua changamoto na kutafuta suluhu. Okay. Shukrani sana Dr. Mazigo. Sasa tujikite kwenye utafiti ambao wewe umeshiriki katika kuleta suluhu ambao unahusiana na matumbawe, coral reef, lakini pia mikoko, manguruvu katika maeneo ya ukanda wa Pwani. Tuanzie hapo. Kwa nini mliamua kushirikiana na jamii katika kurejesha uoto huu wa asili katika jamii za ukanda wa Pwani? Mimi nilipohitimu degree yangu ya PhD mwaka 2015, waprofesa wangu wawili, Dr. Ngaiza na Profesa Johan Harting kule Stellenbosch University, katika ile sherehe ya kupongezana waliniambia kitu kimoja, kwamba usizani kwamba umefanya kitu cha pekee sana kumaliza PhD. Ulichopata na ambacho sisi tunakutakia heri ni kwamba sasa hivi umeiva kufanya utafiti, kushiriki kwenye kuzalisha
maarifa. Na wakanisihi kwamba namna nzuri ya kuzalisha maarifa ni kuzalisha hayo maarifa na wanajamii. Kwa hiyo sio kuwapuuza wanajamii, ni kwenda kwa nao. Kwa hiyo kitu imebaki kwangu kwa miaka yote hii 10 ambayo toka nimemaliza PhD, na naipa uzito mkubwa. Kwa hiyo mwaka 2018 tulipata ruzuku ya kufanya utafiti. Sisi kwa kawaida tunafanya utafiti, na hilo ndio lilobadilisha tena na kuweka msisitizo wa kile maprofesa wangu walichoniambia. Tulitaka kujua haya mabadiliko ya tabia nchi yanavyowaathiri jamii za pwani. Unajua pwani wanakuta na mafuriko, wanafanya hivi yote. Kwa hiyo tulienda sehemu tuna dodoso letu, tukaenda tukapita vijiji mbalimbali, tukafika kijiji maarufu Somanga. Tulipofika pale tukakaribishwa. Ni kijiji ambacho watafiti wamepita sana pale. Kwa hiyo watu wanaojua watafiti ambao serious na ambao wako serious. Wananchi hao. Kwa hiyo tulipofika pale watu wale wakajaza dodoso letu. Baada ya hapo wakatuambia, sasa nyie mna tofauti gani na wale wanaopita hapa, nyie watafiti wa chuo kikuu? Mnakuja tu kuyasikia matatizo yetu, mnaenda kuandika, mnaishia hapa. Kwa nini kama nyie mko serious msije mkakaa na sisi mkatusikiliza tukatafuta suluhu pamoja kufanya haya matatizo? Nikakumbuka kile walichoniambia walimu wangu huko Afrika Kusini na huyu wa Dar es Salaam kwamba jifunze na wananchi. Kwa hiyo tulivyorudi chuo kikuu, wakati huo walikuwa wanatoa pia ruzuku. Kwa hiyo wakatupa ruzuku tena. Kwenye hiyo andiko letu tulilopewa ruzuku, tumeweka ule msisitizo kwamba tumeenda kwenye jamii ambayo imetuambia nyie watu wa chuo kikuu mnakuja tunachukua mnaondoka. Sasa mje tukae na sisi ili tuweze kufanya utafiti pamoja. Pate suluhu pamoja. Kwa hiyo tukaenda. Kwa hiyo toka 2019 tuko kwenye kile kijiji, kwenye hizo jamii. Na tulipofika pale sasa tulisema okay, tulikuwa na watafiti waandamizi 4 na wanafunzi 4. Kwa hiyo jumla tuko 8. Kwa hiyo tumekutana na hiyo wanajamii, wakajitokeza vikundi vitatu. Kikundi kimoja ni watu ambao wanakerwa na uharibifu wa matumbawe. Matumbawe ni sehemu za baharini, za ecosystem ya baharini inayo samaki wanachezea, wanazaliana. Kwa hiyo ni muhimu. Kwa hiyo wao wameshakerwa na hilo tatizo kwa sababu ule uvuaji wa kutumia baruti umeisha ziharibu, na pia mabadiliko ya tabia ya nchi, joto likiwa sana zaidi ya nyuzi 27 zinaharibika. Matumbawe yanaharibika. Kwa hiyo kuna kikundi ambacho wamesha jipanga, sisi tunataka kujua namna gani tutapambana na hili tatizo, tutafute suluhu yake. Kikundi cha pili ni kikundi cha watu pia 19 ambao wao wanakerwa na uharibifu wa mikoko. Mikoko pia ni sehemu ya kando ya bahari inayo mazalia samaki pia, na kwa mle wengi wanakuwa mle samaki na vitu kama hivyo, lakini pia ni kinga kwa ajili ya kuzuia mafuriko na vitu kama hivyo. Alafu mikoko ina uwezo mkubwa wa kunyonya ile carbon dioxide hile. Kwa hiyo uwepo wake ni muhimu. Kwa sababu imeisha katwa sana kwenye maeneo hayo, kuna wanajamii wameisha kerwa na hilo tatizo, wanatafuta suluhu. Pia Songosongo tulienda huko na wao wanakerwa na hayo, na wangependa vijana wajifunze zaidi. Kwa sasa tulipopata tukakaa na hawa, sasa tukasema okay, kumbe haya ndio matatizo yenu ambayo mnakerwa naye na mko tayari. Sasa tunaanzia wapi? Kwa hapo ndio utafiti wetu ulipoanza na wao. Sisi tukiwasikiliza na taratibu tukaanza kuyajua vizuri yale matatizo na kuanza kutafuta suluhu. Asante sana Dr. Mtazamaji, tuko na Dr. Almas Mazigo, yeye ni mhadhiri shirika cha elimu Dar es Salaam DUCE, tukizungumzia uhusiano wa jamii na vyuo vikuu katika kuleta suluhu
ya changamoto mbalimbali ambazo jamii inakumbana nazo. Yeye ameeleza wazi kwamba jamii inazo suluhu, yaani jamii ina changamoto, lakini pia hao wanajamii wana suluhu ambazo kwa kushirikiana na wataalamu wasomi zinaweza zikasaidia kuiweka jamii kwenye maisha bora zaidi. Sasa daktari, tujikite katika hiyo safari ya kurejelesha mikoko pamoja na matumbawe katika maeneo ya Somanga. Safari ikaanza, mmerejea sasa kule kuanza kukaa na kufanya. Ilikuwaje katika harakati hizo mpaka ni nini mlichobaini ambacho sasa tunaenda kukifahamu? Kwa sasa hapo tukaanza na vikundi vyote, lakini tukawa na awamu. Kikundi cha kwanza ni hicho cha matumbawe. Waambia sasa, hebu tuendeni mkatuonyeshe. Kwa hiyo wakatutembeza. Kwanza walisha kuwa na picha wamepiga huko chini jinsi yalivyoharibika kule, wanaita miamba, sehemu ya miamba. Kwa kati ya miamba karibu 30 hivi, wao walisha kuwa na rekodi ya miamba karibu 19 iliyokwisha haribika. Basi kwa hiyo tukawaambia tuende. Kwa hiyo wakatupeleka baharini kule kutuonyesha, na kweli unaona hata upungufu wa samaki ni kwa sababu ya haya. Unaona pia matumbawe pia yaliyoharibika kutokana na joto lile yamebadilika rangi yakawa njano, ambayo tena hayafai na kufa ya. Kwa sisi kwa la matumbawe, wao wakatuambia, unajua sisi tunaamini tunaweza kurejelesha haya matumbawe. Wewe fikiria, mimi sijui, mimi ni mtu aokelewe huko, sijui hatuna haya matumbawe. Unawezaje kurejelesha hiyo? Akasema sisi nadhani tuna wazo, tuna mbinu ambayo tunaiwaza hivi. Kwa hiyo tukawaambia okay, tutakutana tena. Sisi tukaja, tulikuwa na wataalamu wa mambo ya mazingira kwenye tafsiri. Tukaanza kusoma sehemu zingine wanafanyaje. Hivi kweli inawezekana kurejelesha matumbawe? Sisi tulidhani yakiharibika yamekufa. Tukakuta Indonesia wanafanya, huko ndani wanafanya. Sehemu mbalimbali duniani wamefanya huo budi. Kwa hiyo tukarudi kwenye jibu tukasema, kumbe inawezekana. Sasa tunafanyaje? Basi jamaa mmoja akatuambia kuna kijana mmoja yuko Mtwara. Kwa hiyo tumuite huyo, ana utaalamu kidogo, tutajengea kwenye maarifa hayo. Mimi akaja, baadaye wakapitishana kwenye maarifa hayo, wakalizika, wakawa na ubunifu wao. Na ubunifu huo ni wa kupandikiza matumbawe. Unatafuta yale ambayo bado mbegu zenye afya, unachukua tofali, unaipandikiza pale, unaweka chini ya bahari, alafu linakaa linaanza kustawi na vitu kama hivi taratibu. Ilikuwa ni ubunifu wa hali ya juu. Ni ubunifu ambao umeenda ni watafiti hamuelewi. Sisi hatuelewi. Mimi sijui, sio mtaalamu kabisa wa matumbawe. Na wenzangu pia sio. Lakini kazi yetu katika huu mchakato ni kusikiliza. Wanajua changamoto, lakini pia wana namna ya wanawaza kwamba tutawezaje kuitatua. Kumbe wanajua pia na watu ambao wanaweza kufanya. Mimi wewe wa Mtwara ningemjulia wapi? Lakini akaja akasaidia. Kwa hiyo tukawapa hela kidogo, wakatengeneza hiyo, tukaanza safari ya kupandikiza matumbawe kwa kushirikiana na serikali ya kijiji. Tukapata eneo la Mwambafisi, ndio tukasema hii sasa ndio iwe pilot yetu. Kwa hiyo kwa mwaka mzima tumekuwa tukienda kule, tunapandikiza, tunarudi, tunapandikiza, tunarudi, tuna monitor na nini. Na cha ajabu, ukuaji wake na ile wanaita survival rate, ile ya kutoharibika, ni kubwa kuliko zile ambazo zimekuwa zikifanya kwa wataalamu, ambayo inaonyesha kwenye literature. Kwa hiyo unashangaa kwamba kumbe hawa watu wetu wanaweza wakafanya kitu kikubwa kuliko ambavyo sisi tungedhani. Narudi kwenye ile dhana, tungerudi na ile dhana ya chuo kikuu, wataalamu tungeenda tuwaambie fanyeni hivi, hiki msifanye. Lakini kwa kuja nao, unaona sasa kuna ubunifu unagundulika, watu wenye maarifa hayo wapo kwenye jamii, bunifu zenyewe zinaanza sasa kusimamiwa na serikali ya kijiji, zinawekewa taratibu na zinavutia wengine kuja kujifunza. Kwa hiyo mpaka sasa hivi yale matumbawe yanaendelea kukua. Nitawakaribisha mwende Mwambafisi mkayaone. Lakini hiyo sehemu tu unaanza kuona hata urejeshaji wa samaki unaanza kurudi, kwa sababu wanafurahia kwenda kuyaona yale ambayo. Kwa hiyo ilikuwa ni ya matumbawe, na sisi tunafurahia kwamba hiyo kesi moja ilikaa vizuri, lakini wajamii wapombwe
Walipoona hiyo wakasema ngoja tukajifunze, kwa sababu hiyo ukanda wote wa matumbao yameharibika. Wakaenda wakatumia rasilimali zao, wakawachukua hao Wasomanga, wakaenda wakafundisha na wao wakaweka ile eneo, na wenyewe wanaendelea kuyaangalia jinsi yalivyo. Na hiyo sasa imeleta chachu kwenye jamii na watu wengine kwamba kumbe wana uwezo wa kutunza na kurejelesha matumbao ambayo wameyaharibu. Na cha ajabu, kati ya watu wanaoshiriki ni wale watu ambao tuseme wamekuwa converted, wameokoka. Wengi ni wale waliokuwa wanashiriki kuharibu. Kwa hiyo sasa hivi wanasema sasa hivi na wajibu wa kuyarejelesha, na wanafanya hiyo kazi. Wameona njia ya kufanya hivi inawezekana. Kwa hiyo mtaona jinsi wanavyopandikiza, na sisi kwetu huu ni ubunifu wa hali ya juu. Tunataka tukuendelea kurekodi vizuri ili tuandikie na hao watu wapate umiliki wa huu ubunifu wake na utambuliki kwamba wana kijiji waliweza kufanya ubunifu. Kwa hiyo ni kwenye hali ya matumbao. Na kwa upande wa mikoko, mikoko pia hao watu wamekaa na mikoko miaka mingi, wanajua aina ya mikoko. Mimi sijui hata aina moja, sijui. Nilikuwa nafurahia tu kula asali inayotokana iliyotengenezwa kwenye mikoko, lakini tulivyofika kwa uharibifu ambao umeshatokea, hawa wakatuambia, bwana, sisi tunahitaji mtusaidie turejeshe mikoko. Kwa hiyo walihitaji nini? Walihitaji kwanza idhini, kwa namna ya kuwashawishi watu wa kijiji. Unajua mikoko iko chini ya Tanzania Forest TFS. Kwa hiyo kupata wakala wa misitu, kupata ile idhini ya washiriki. Na kilichotushangaza sisi ni uwezo wao wa kubaini kwamba aina hii ya mkoko hawezi tena kuota hapa, kwa sababu maji yanayotoka yuko bara kuja baharini yameisha haribu aina fulani. Kwa hiyo kupanda hapa unahitaji aina fulani ya mkoko tofauti. Hawakuchukua udongo kwenda mahabara kupima, wanajua kutokana na elimu yao ya asili, uzoefu walionao. Kwa hiyo kutoka hapo ndo tukaanza kusema okay, sasa tunafanyaje? Kwa hiyo tukapanda sehemu ambazo tulikuwa tunapanda, zingine zinaharibika, zinapigwa na mawimbi, wanakuja na bodi, tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi, mpaka tukapanda hekari 10 ya mikoko ambayo sasa hivi inaendelea kustawi. Na kitu kimoja ambacho nimefurahia ni kwamba hivi vitu unaweza ukawa unavifanya unadhani ni vya kijingijingi, lakini kumbe jamii inaiona. Baada ya sisi kuanza huo mchakato, vikundi vingi vimezaliwa, of course vikisaidiwa na WWF. Waliendeleza hiyo kupanda mikoko yale maeneo yote hiyo, na utaona hata ile hamu na uwajibikaji kuilinda, kuisimamia imehema. Sasa hapo ndo tunaongelea kitu inaitwa social innovation, okay? Ubunifu ule wa kijamii hauishi tu kwenye technology au hii miti, lakini unaenda kwenye jamii, unaunda vikundi, unaviimarisha, unatengeneza value system tofauti, unatengeneza taratibu mpya wa kusimamia vitu kijijini, ambao sasa watu wanauchukulia serious kwamba mikoko ni maisha yetu, mikoko ina mchango hii, na tunajiandaa kuisimamia vizuri. Kwa hiyo hiyo imeenda vizuri mpaka sasa hivi tunafurahia, lakini kila kitu kina changamoto. Na changamoto sasa katika kuzifanya hizi, changamoto sio hela. Changamoto ni aina ya utaratibu unaoweza kukubalika ili jamii iendelee kufanya vizuri. Na hiyo ni nini? Na hiyo ni hasa sheria mbili zinazotofautiana. Wakati sheria ya uvuvi inawapa BMU, vile vikundi vya BMU vya kijijini, mamlaka ya kusimamia, kuratibu na kusimamia rasilimali zao, ya TFS inavitambua vikundi vya kijamii. Kwa hiyo ni tofauti na BMU ambavyo sasa vinaweza vikafanya, lakini kwa niaba ya TFS. Wananchi wanataka wao wafanye kwa niaba yao. Kwa hiyo ni wajibu sasa katika maongezi yao wangependa badala ya kuwa na kamati zile za misitu, hizi BMU ambazo ni za kwao, hasa wanaziona ni za kwao, tofauti na vile vikundi vya misitu ambao wanaviona viko connected zaidi na TFS, viwe yote isimamiwe na
na BMU, kwa sababu BMU inahusika na rasilimali za pwani na baharini. Mikoko iko pwani, japokuwa ni misitu chini ya TFS. Sasa wangependa kuziona zote. Nasema sasa hiyo ndio imetuleta kwenye hatua ya pili ya utafiti, ambapo sasa tunabuni na wao tunashiriki sasa hivi kwenye aina ya usimamizi na sera ya maharia ambayo itaweza kuchagiza usimamiaji wa makini zaidi katika hili. Sasa hiyo ndio mwendelezo wa study ambayo tunaifanya sasa hivi, kwamba tunawezaje kuwa na sera ya kusimamia mikoko na matumbawe na ulinzi wake ambayo itasimamiwa toka huko kijijini mpaka halmashauri ya Kilwa ikiwa nayo. Kwa hiyo tunaendelea nayo, tuko mwishoni, tutaelekea huko. Na hiyo maana yake mnataka iwe ya Tanzania nzima, isiwe ya Kilwa peke yake? Hiyo ni Tanzania, tuna sera za kitaifa, lakini kutokana na ugaduzi wa madaraka, local government zile zina mamlaka ya kutunga taratibu ndogo ndogo na sera za maharia. Sasa ukitunga sera hiyo ndio inayokuja kucombine kuyapa mamlaka BMU ambazo ni za kijiji kuliko zile. Sasa hiyo ndio namna ya kunegotiate tunayoendelea nayo kati ya wadau mbalimbali ili tufikie, na tukifikia hapo tutakuwa na kitu bora, mfano kwa local government zingine pia kujifunza namna ya kufanya. Na mwendelezo wake pia tumepata ruzuku nyingine ya utafiti, ambapo sasa inatambua hawa wanapanda mikoko, wanafanya hivi. Maana yake hii hali yote kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na uchumi wa bluu, kuna fursa mpya zinakuja. Je, tuna ujuzi, tuna maarifa? Kwa hiyo utafiti wa tatu sasa unaangalia aina gani ya maarifa watu wanapaswa kuwa nayo kushughulika na haya mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini pia kutumia fursa za uchumi wa bluu ambayo inafanya. Yote hayo ni kwa ajili ya wananchi, ni kwa ajili ya taifa lao, jamii zao. University au chuo kikuu na wataalamu wake ambao ni wa serikali, wanalipwa na serikali kwa ajili ya jamii, wanaochagiza na kusaidia wananchi wafanye yale mambo ambayo ni muhimu kwa ustawi wao. Ni Dr. Almas Mazigo, yeye ni mhadhiri chuo kishiriki cha elimu Dar es Salaam DUCE, chini ya chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM kwa ufupi inajulikana hivyo zaidi. Dr. Mazigo, tukiwa tunaelekea mwisho kabisa, mara nyingi haya mambo yanapofanyika kuna wakati ambako sheria umezungumzia na baadhi ya watu wanaamini wao ndio wenye maarifa kuliko wengine. Vyuo vikuu unachagiza wafanye nini, lakini pia jamii ifanye nini ili kuhakikisha kwamba ushirikiano huu wa jamii na wataalamu wa vyuo vikuu unaendelea, usiishie tu. Najua kuna wengine pia wanafanya, lakini hili liwe sasa la kila mtaalamu. Kama ambavyo tunafahamu, moja andiko nimewahi kusoma ni uhusiano wa wasomi nchini Thailand, ambako wengi wao wanaishi vijijini kule ambako wanalima mpunga zaidi. Na sisi unaamini siku moja wataalamu wetu tutakuwa huko kwenye maeneo hayo, na wito wako katika hilo ni upi? Naamini kwa sababu vyuo vinabadilika. Ukiangalia chuo kikuu cha Dar es Salaam sasa hivi msisitizo ni huo. Tufanye utafiti sio kwa wanajamii, tufanye utafiti na wanajamii kwa ajili ya faida ya wanajamii. Ukiona huu mchakato wote tunaenda tuna riski baharini huko, lakini hamu yetu ni kuona jamii inafaidika na haya maarifa na huu uzoefu kutatua changamoto zao. Sasa nini kifanyika au kinachofanyika? Kadri tunavyofanya hivi, vizazi vijavyo vya kitafiti vinabadilika. Ukiona wanafunzi wetu ambao tumekuwa nao kwenye hii safari ya miaka 5 na wanaongezeka, mwanzoni walikuwa 2 wakaongezeka wakawa 4, sasa hivi kwa jumla yao ni kama 12. Namna yao wanavyofikiri kufanya utafiti ni tofauti sivyo kwa tukifikiri zamani. Kwa hiyo naamini wako tayari kwenda kushirikiana na jamii kutatua hii, lakini kuheshimu jamii, kwamba kwenye jamii kumbe kuna ubunifu, kuna wahalifu, kuna watu wabeba maarifa, lakini kuna watu wanaoweza kushawishi maarifa yakatumika. Kuna watu wanaoweza network kusaidia serikali ikatambua, na vyote hivyo hata rasilimali zikapatikana. Rasilimali zipo, watu wanaweza kutumia. Ukiona hiyo wanajamii wameendeleza hicho hata wakati ambapo hatakuwa na rasilimali kwa sababu ya rasilimali zao. Kwa mimi naamini ipo wakati
kadri tunavyoendelea kuwafunza, kuwaunda na kutoa watafiti vijana, na uhakika wataweza kufanya hayo mambo. Na ndio fahari yenyewe kwamba umepata maarifa, sawa, unayatumia kwa ajili ya jamii yako, jamii inayofurahia leo matokeo. Leo nikienda Somanga pale napata samaki na kwa wanafurahia, na watu wanakujua kwamba huyu ni mtu wetu. Zamani ungesikia wasema chukuni akina nani, unaona. Kwa hiyo na hiyo sasa kwenye jamii pia inabadilika. Jamii waliokuwa naogopa kuja vyuoni, wanaogopa kushiriki mijadala ni tofauti. Sisi utawaona wakati wa wiki ya utafiti, utawaona hapa mtu wa darasa la 7 lakini atatoa muhadhara ili aonyeshe ubunifu wao na vitu walivyofanya, na wanajisikia vizuri katika haya mahusiano na watu wa chuo kikuu. Unaona, anaona fahari, anaona hivyo, na inakuwa ni hamasa kwao kuendelea kufanya hivyo kwa ajili ya jamii yao. Kwa mimi wito wangu ni kwamba tulioko chuoni, tunaojifunza, tunaotaka kuwa tafiti, kuendelee zaidi kuzipenda jamii zetu, kushirikiana nazo ili tuweze kupata suluhu kwa pamoja. Shukrani sana Dr. Almas Mazigu. Tumekuwa naye kwenye kipindi cha Mwanazuoni hii leo tukiangazia uhusiano wa jamii na vyuo vikuu katika kuleta suluhu ya changamoto ambazo tunazo. Kuna baadhi wanaamini kwamba wao wakishasoma basi wanakuwa na maarifa kuliko wengine, lakini yeye ametupitisha kwenye darasa ambalo safari yao ya kutoka Dar es Salaam kwenda Somanga kujadiliana, kuzungumza, kutafuta suluhu ya pamoja, na ndivyo ambavyo wao wakawa sehemu ya kujifunza. Na wao hawakuamini tu kwamba sisi tuna maarifa yote, bali wakaamini kwamba hata hawa wanaweza kutufunza, na ndicho hicho kilichotokea. Na kama nilivyokuahidi kwamba tutakwenda Somanga ili kuweza kujionea, lakini pia kukuandalia kipindi kuhusiana na kila ambacho Dr. Mazigu amekizungumza. Dr. Mazigu, shukrani sana. Asante sana. Sana TBC. Haitakuwa mwisho hii leo. Ndio. Tutaendelea kujifunza pamoja. Yetu ya kwenda Somanga ipo. Ipo. Shukrani sana mtazamaji, nikushukuru kwa kuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho. Hii ni Mwanazuoni, naitwa Tobias Masala. Endelea kutazama vipindi vinavyoendelea hapa TBC1. Kwa heri. Shukrani. Well done.